Na kwengineko, naibu rais Rigathi Gachagua amesema wadhifa alionao serikalini haumzuilii kutoa maoni. Mtazamaji, naibu rais akihutubia waliohudhuria makala ya 60 ya kuadhimisha shirika la usimamizi wa dawa nchini, Gachagua alisema kwamba anajivunia msimamo wake na ataendelea kuunga mkono umoja wa eneo la Mlima Kenya. Hii ni pamoja na kupigania kauli ya mgao wa rasilimali. Hii ni kulingana na idadi ya wananchi bila kuionea fedheha. Naibu Rais Rigathi Gachagua aliwasili kwenye hoteli ya White Sands Mombasa kuungana na zaidi ya watengenezaji dawa 800 kuadhimisha makala ya 60 ya chama cha watengenezaji dawa nchini. Gachagua alibainisha wazi kwamba wadhifa wake serikalini haumzuii kutoa kauli zake. Sasa wewe Machogu ukirudi Kisii, hata kama unaitwa president, what business do you have going to address those people there? Sio itakuwa ni majivuno na maringo. Tuache madharau. Tuache. Let's be simple people, because it's good to be simple. Akiwasuta wale wanaomkejeli kwa kumuita limbukeni, Gachagua aliwachekesha waliohudhuria akisema pindi akirejea jijini Nairobi hasa baada ya kusomwa kwa bajeti ataelekea kijijini kujumuika na wenyeji asije kuonekana kama mtu aliyesahau jamii. Kila mtu wako pahali alitoka. So kila mtu wako na kwao. Hii Mombasa hii ni kiwanja ya kuja kutafuta riziki. Hii Nairobi tunaishi ni kiwanja ya kutafuta riziki. Lakini mwisho kabisa, si unajua bahari utarudi. So I don't know why anybody would have a problem with where we all come from. Gachagua alisema hatatiwa tumbo joto na yeyote na kwamba anaionea fahari jamii yake pamoja na asili yake na ataendelea kupigania umoja wa kazi wa Mlima Kenya huku akipigia debe mfumo wa mgao wa rasilimali kwa mujibu wa idadi ya watu. And let's not pretend that we are what we are not. And nobody should ever feel embarrassed about your origin, your identity and your language. Kuhusu matumizi ya dawa za kulevya, Gachagua alisema serikali itaendelea kuwa na msimamo dhabiti kuhusiana na kuwasaka wauzaji bidhaa gushi na wenye biashara zisizo na leseni, aliyosema ni maadui wa taifa hili. A lot of young people, even in this town of Mombasa, getting a lot of syrups and mixing them with other things to get a very dangerous combination that is harmful to our children. I want to call upon all those professionals who run pharmacies and chemists to live up to your oath and just do the right thing. Please don't. So far, we have done governance reforms at KEMSA. It is not operating optimally, but I know with the efforts that we are putting in place, we should be able to operate optimally. Watengenezaji dawa waliohudhuria walitoa wito wa kujadiliwa kwa mswada wa kutekeleza utengenezaji dawa, urekebishaji wa kanuni za bidhaa za afya pamoja na teknolojia pamoja na uwakilishaji zaidi katika serikali ili malalamishi yao yasikizwe. Juni Karisa Mbele kutoka kaunti ya Mombasa.